Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Mara nyingine tunakutana katika kuangalia dunia iko wapi katika kipindi hiki ambacho inakabiliwa na mzozo mkubwa kabisa wa eneo lote la Mashariki ya Kati kuvurugika. Taarifa iliyochapishwa na Qatar jana, serikali ya Qatar inasema kuwa hali hii ikiendelea kwa muda mfupi ujao, basi wasambazaji wa nishati wa Mashariki ya Kati watasimamisha kabisa usambazaji wao. Yaani watakata kabisa usambazaji wao wa nishati kwa sababu usambazaji uko hatarini. Kuwait imetangaza kusimamisha kabisa uzalishaji. Inasimamisha uzalishaji baada ya kuwa haina storage ya kuhifadhi. Yaani haina nafasi ya kuhifadhi mafuta yake kwa sababu uzalishaji wake hautoi. Yaani unazalisha, naweza kusema kuwa kama mtu una kiwanda au kama mtu una kisima, basi hifadhi zako za tenki ambazo ulizonazo zote zimejaa na haitoki. Sasa utaendelea vipi kutoa kile kilichopo? Ndio ambacho Kuwait wanachokizungumza kuwa uzalishaji wao umesimama kwa sababu hawana storage ya ziada ya kuhifadhi. Walishazoea kuwa katika kila uzalishaji wanatoa. Hali kadhalika Saudi Arabia ilikuwa imetoa taarifa hiyo kwa sababu asilimia 35 ya mafuta ya Saudi Arabia ndio hupita kwenye mfereji wa Hormuz ambao tayari uko matatizoni. Taarifa nzuri ni kuwa, na hii taarifa ndio huenda ikatusaidia na wengine popote tulipo duniani, kuwa jana wakati wa interview anazungumza na Fox News, nadhani alizungumza waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuhusu mfereji wa Hormuz. Alichosema kuwa sisi hatujaufunga ni kauli ambayo inaenda kupingana na kauli ilitoka awali iliyotolewa na Ibrahim Jabari, kamanda wa IRGC. Anasema hatujaufunga mfereji. Ibrahim alisema tumeufunga rasmi, maybe kutokana na kelele ya dunia, maybe kutokana na pressure, maybe kutokana na vingine. Wameamua kubadili kauli yao na kuamua kuachia, lakini si kuachia kwa masharti. Wanasema kuwa yeye anavyozungumza Araghchi anasema kuwa hatujafunga mfereji. Mfereji uko wazi, lakini kuna maelekezo maalum ya meli gani zitatumia mfereji. Lakini meli ambazo zinashindwa kupita labda zinahofia. Lakini tunataka taarifa ya kila meli itakayovuka pale. Maana yake kuwa hapa kuna lile ombwe la hakuna meli yoyote yenye maslahi na magharibi ambayo itapita. Nadhani inaweza ikabaki kuwa kauli hiyo. Hii kauli ya Abbas Araghchi ni kauli njema kwa upande wetu kwa sababu ukichukulia huu mzozo na hiki kinachoendelea, kama utatafuta sehemu gani itakayoumia sana na huu mzozo, sisi Afrika, hasa Afrika Mashariki, tutaumia sana na huu mzozo. Utatuumiza kweli kweli. Kwa sababu sisi kwa nishati ni wategemezi kwa 100%. Hakuna nchi ya Afrika Mashariki ambayo tayari hivi sasa inasema kuwa inazalisha nishati. Tunasubiri Uganda wakati huo ikianza, lakini Uganda pia hatozalisha mafuta. Atazalisha hiyo crude ambayo itasafiri, yani mafuta mazito ndio yatasafiri kwenda nje. Bado atakuwa yeye kwenye refinery, itakuwa mgogoro ni ule ule. Kwa hiyo tunaweza tukao tuna kesi zile kama za Nigeria ambazo nimeona mpaka Dangote ameingilia mwaka juzi kwa kufunga, kwa kuanzisha refinery iwepo sasa na yenyewe, kwa sababu Nigeria inakabiliana na ukosefu wa mafuta, hali ya kuwa jimbo la Niger Delta lina mafuta mengi na wanazalisha mamilioni ya mapipa kwa siku ambayo yote yanasafiri kwenda nje. Kwa hiyo wakaona kuwa ili wapunguze pressure ya ndani, wakaanzisha refinery ambazo ndio zitakamua yale mafuta na kupata mafuta ambayo yanatakiwa kutumika ndani ya nchi. Lakini sioni kama yamesaidia lolote kwa sababu tunaona hata nchi ambazo zenye uzalishaji wa mafuta bado angalau bei ukilinganisha, lakini kwa maisha ya kwao bado inaonekana bei ya mafuta bado inaonekana iko hivyo. Kwa hiyo tangazo hili linaashiria ishara nzuri. Qatar wanasema watasimamisha rasmi usimamishaji wao wa usambazaji wa mafuta. Ni hatari zaidi ambao utaumiza zaidi kwa upande wa dunia nzima. Lakini katika haya kuna kile ambacho kimezungumzwa jana na Rais Donald Trump kuwa hakuna njia yoyote ya kumaliza mzozo na Irani isipokuwa Irani wajisalimishe. Hii kauli anairudia
kwa mara ya 3 ndani ya wiki moja. Irani wajisalimishe, na akarudia kuwapamba kwa kile ambacho amekuwa nacho, akiwapamba kuwa katika majenerali waliopo wa IRGC na katika wanasiasa waliopo ndani ya Irani, wapo ambao yeye anawaona ni sahihi kuiongoza Irani na wao watawaunga mkono. Anacheza kekundu keusi, yani anawachezea akili kuwa ili mweze, yani ni lugha ya usaliti anatafuta, yani anakuambia msalitiane. Ni lugha ambayo tunawalazimisha nyinyi kwa nyinyi muhisi kuwa hivi mimi nikichomoka hapa nikaanza kuwa na wauza wenzangu, natoa information, labda mimi nitakuwa mimi. Anasahau kitu kimoja, wale ni Waajemi, wana maisha yao na dunia yao na tabia zao na kila kitu chao. Wale ni Waajemi ambao wamefungwa akili zao, na akili zao zimefungwa na lile taifa, lakini si watu ambao wana historia ya kutawaliwa. Historia ya hawa watu ni ngumu sana kwa kila aliyejaribu kutaka kuwatawala. Historia ni ngumu sana. Sasa Trump anajaribu kuwapumbaza kuwa wapo katika hawa makamanda ambao sisi tunawataka. Wapo katika hawa makamanda ambao sisi tunawataka, ambao tutawaunga mkono, ambao tunawasapoti. Kwa hiyo tunawalinda wasiweze kuuawa katika huu mzozo. Anavyozungumza Donald Trump. Kwa hiyo ni lugha. Anasema hatutokuwa na mazungumzo yoyote bila sharti la wao kujisalimisha. Hakuna, ila wao wajisalimishe. Mara ya kwanza alisema Irani wameomba mazungumzo na sisi mlango uko wazi. Mara ya pili akasema kuwa wametaka tuzungumze lakini too late, wamechelewa. Hii anasema hatutozungumza mpaka wajisalimishe. Mbona anabweka sana? Ukirudi upande wa pili, wenyewe wanasema hatuna mazungumzo, hatutaki mazungumzo, tunaendelea tulipoendelea. Tuchukue lipi? Kuwa ni kweli anayozungumza Donald Trump, au tuchukue, kwa sababu mfano nilikuwa nikiangalia vyombo vya habari vya Israeli leo vimeandika kuwa IDF, Israel Defense Force, inasema kuwa imeangamiza zile launchers, yani vile virusha makombora vya Irani 60%. Kwa hiyo Irani wastani wamebakiwa na 40%. Sasa makadirio, anasema makadirio ni kati ya launchers zilizobaki ni 100 mpaka 200. Yani hata namba ukiwa unahesabu sio unahesabu vipi? Yani umeziangamiza 60%. Labda hii 1% kuna wakati huwa inawachanganya. Yani mimi sielewi kwenye hili swala la 1% linapotoka, hasa ulimwengu wa magharibi. Nimeliona sana. Anasema Trump juzi, anasema tumeangamiza uwezo wa anga wa Irani kwa 90%. Juzi uwezo wa anga kwa 90%. Hivi 90% unaielewa ukizungumza 90% ya uwezo au 90% ya loading ya kitu ambacho kina load kimefika kwa 90%. Hivi unajua ujenzi wa nyumba 90% uko wapi? Nyumba kamili. Yani itayobaki labda ni fix madirisha, nitie rangi, nifanye. Hiyo ndio 90% unaipata. Marekani anasema tumeangamiza uwezo wa Irani wa jeshi lao kwa 90%. Juzi. Leo Israel anatuambia tumeangamiza uwezo wa launchers zile kwa 60%. Halafu anakadiria, wanasema kuwa makadirio ya kuwa zilizobaki launchers zao ni kati ya 100 hadi 200. Sasa hapa 1% unaipataje kati ya 100 na 200? Mbona gap ni kubwa sana? Kwa nini usiseme kati ya 100 mpaka 105? Ili uipate gap 100, 110. 100 kwa 200 ni 100%. Sasa hizi kipimo cha 1% sijui kinakuwa wapi. Unajua mimi sikufanya vizuri sana kwenye masomo ya namba shule. Sikufanya vizuri masomo ya hisabati. Inawezekana sielewi vizuri kuhusu namba, lakini mimi hesabu zangu za namba mara zote huwa naziona tofauti, kwa sababu huyu Trump alituambia kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine kuwa wamefikia mazungumzo kwa 95% kumaliza mgogoro. Sasa 95%, sisi wengine ni wadadisi tunaanza kuuliza kimoja kimoja, kwa sababu katika mazungumzo yenu kulikuwa kuna agenda 20 ambazo ziko mezani. Sasa tupitie agenda moja moja tuone ambazo ziko solved, yani ambazo tayari mmeshazimaliza hizo agenda. Alafu tuone agenda ngapi. Kwa hiyo kama 95% mmemaliza, it means zaidi ya agenda 15 zote mmeshakubaliana. Kwa hiyo zinaweza zikawa zimebaki kati ya 4 na ngapi? Chache. Ndio uweje utuambia 95%. Lakini unaenda kutazama agenda ambazo walizua mgogoro
zote hamna hata moja iliyozungumzwa, hamna iliyo solved. Halafu mtu anatuambia kuwa tumefikia kwa 95%. Israel wanasema wameangamiza uwezo kwa 60%, lakini launchers zilizobaki ni kati ya 100 na 200. Somo la namba gumu. Okay. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya magharibi kwa wingi inasema kuwa ujasusi wa Marekani umegundua kuwa Urusi anatoa taarifa za ujasusi kwa Irani. Ndio maana uwezo wa Irani yani anatoa taarifa za kuwepo kwa vilipo vikosi vya Marekani, kambi za Marekani, meli za Marekani, yani anatoa taarifa na zinakuwa ziko target. Hii inaitwa kujaribu kufifisha uwezo wa watu. Hii inaitwa kujaribu kufifisha uwezo wa watu. Haya yote yanatoka baada ya kuonekana na taarifa za uhakika kuwa maslahi ya Marekani, malengo ya Marekani yanalengwa kwa usahihi, kama vile walivyotoa taarifa IRGC wenyewe kuwa bado vita yetu ni ya kimkakati. Nadhani alizungumza msemaji wao juzi, anasema vita yetu ni ya kimkakati, kwanza kuathiri uwezo wa adui, kupiga eneo ambazo rada zake, kupiga mifumo yake ya ulinzi wa anga. Jana mfumo mwingine uliosambazwa ni mfumo uliopo Jordan, mfumo wa THAAD ulisambazwa kwa taarifa. Kwa hiyo wamekuwa wakilenga, kwa hiyo mfumo wa THAAD umesambazwa Jordan, umesambazwa mfumo wa THAAD wa Abu Dhabi, wameupiga wa Bahrain, wameupiga mfumo huo kule Doha, na wameupiga mfumo huo Negev. Walitoa taarifa Negev Israel kule, wametoa taarifa kuwa sisi bado vita yetu ni ya kimkakati, yani wanapiga maslahi, yani kuwa wapi alipo vikosi vilipo. Ndio sababu vikosi vya Marekani vimetoka nje ya mstari, viko nje ya mstari kama alivyosema mkuu wa CENTCOM, na alilizungumza Peter Hegseth siku ya 3 tu ya vita kuwa tumerudi nyuma nje ya uwezo wa adui. Nje ya uwezo wa adui, unaelewa? Nje ya uwezo wa adui, yani kuwa hawezi kutufikia. Sikiliza, mfano jana kuna taarifa ambayo ilikanushwa na Marekani kuwa droni zilikuwa zimeshambulia meli ya Abraham Lincoln ya Marekani, ambayo inatajwa kuwa ilikuwa imesogea umbali wa kilomita 340 kutoka kwenye maji ya Irani. Baada ya wimbi kubwa la droni kuelekea, ilibidi iondolewe irudi nyuma. Ilibidi iondolewe kwa kasi, ikaokoa ndege zake ikarudi nyuma kwa sababu ya droni. Taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vingi vya habari kuwa Marekani imeomba wataalamu wa Ukraine wenye uwezo wa kupambana na droni kuwaleta Mashariki ya Kati. Acha kuwa Marekani imeagiza silaha zitoke Ukraine zije huku. Zimeagiza silaha kutoka kuja huku. Wameagiza wataalamu wa anga, kwa sababu unajua hizi droni za Irani tayari Urusi anazitumia muda mrefu, Shahid. Kwa hiyo wa Ukraine wanazijua sana, na wamekuwa wakijaribu jinsi ya kuziweza kuzidetect na kuzishusha. Kwa hiyo wa Ukraine wanazielewa kwa vizuri. Kwa hiyo Marekani ameomba wataalamu wa Ukraine waje wasogee hapa ili kujaribu kuja kupambana na hizi droni za Irani ambazo zinasumbua sana kwa hivi sasa. Sio, umeelewa? Marekani kwa kauli ya Donald Trump jana wameagiza viwanda vyao kuzalisha kwa kazi kabisa silaha kwa wingi katika kipindi hiki. Mmeelewa nilichozungumza juzi wakati niliposema kuwa hakuwa na silaha za kutosha? Unajua, unafanya tathmini, mtu anakuambia inawezekana vipi Marekani taifa kubwa hivyo liishiwe silaha? Anapigana akiwa wapi? Ana viwanda hapo Mashariki ya Kati? Manake silaha zilizoenda si amebeba? Umekwenda na kiasi gani? Umekwenda ugenini, una nguo 3, unaenda kukaa wiki, utazirudia mara ngapi? Au zitachakaa au zitakuwaje? Ndio kinachotokea kuwa Marekani ana silaha za kutosha akiwa kwake, ana maghala ya uhakika, ana kila kitu, lakini kwenye mstari wa vita silaha alizonazo hazimtoshi. Si muda mrefu sana zitakwisha. Ndio maana ameagiza mfumo wa ulinzi. Wewe fikiria, mfumo wa ulinzi ambao yeye aliupeleka Korea Kusini, ameuagiza urudi hapa. Mfumo wa ulinzi ambao amewapa Japani, anaagiza uende Mashariki ya Kati. Anaagiza makombora yale ya PAC-3 kwa hao washirika wake wa pembeni, njoni hapa. Hivi Ujerumani
Uingereza, Ufaransa zimetuma ndege na vifaa vya ulinzi kulinda mataifa ya Ghuba, UAE, Qatar, Saudi Arabia na wengine. Hawa wote wana mkataba na Marekani. Hawa wote wana mkataba wa ulinzi na Marekani. Kwa nini waje kusaidiwa kulindwa na nchi nyingine? Uwezo wa kujilinda umeshuka kwa kiwango gani? Kwa kiwango kikubwa au kwa vipi? Sasa turudi kwenye lile ambalo wanasema Urusi ndio inatoa usaidizi wa kijasusi kwa Irani kulenga maslahi ya Kimarekani, kwa sababu imeonekana kuwa mkakati wa kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani umekuwa unafanyika kwa usahihi sana ukilinganisha na Irani ile iliyopita. Unajua, hivi ni vyombo vya magharibi, na katika kujaribu kufifisha uwezo, kama Irani wao wana uwezo wa kutengeneza hayo makombora ambayo yanasumbua, wana uwezo wa kutengeneza hizo drone ambazo zinasumbua mpaka kipindi hiki, kwa nini wasiwe na uwezo wao wa kunusa we uko wapi? Kwa sababu imeonekana Irani wanazo information nyingi na za uhakika wa uwepo wa vikosi vya Marekani. Nadhani walifanya uchunguzi muda mrefu zaidi kujua kila sehemu Marekani ana maslahi yao Mashariki ya Kati. Wanasema hivi sasa Urusi anatoa usaidizi. Jamani, hili huwa analirudia mara nyingi. Ni kutaka kumshusha mmoja na kutaka kumpandisha mmoja. Kila vita ina maslahi yake. Kila vita huwa ina maslahi. Nitakupa mfano. Vita ya Urusi na Ukraine ilitoa maslahi makubwa sana kwa China, India, hata Saudi Arabia. Kwa sababu Saudia aliongeza uzalishaji wa mafuta, lakini Saudia akawa pia mnunuzi wa mafuta, kwa sababu mafuta ya Urusi yalikuwa sokoni yakiwa na punguzo, yani bei chini, yameshushwa, hayauzwi kwa bei ile. Kwa hiyo unaipata gharama ya uchimbaji na kila kitu. Kwa hiyo uzalishaji, gharama ya uzalishaji Saudi Arabia kwa pipa ilikuwa inakuwa kubwa ukilinganisha na gharama ya uzalishaji inayotoka wapi? Urusi. Kwa hiyo hata Saudi Arabia alinunua crude oil ya Urusi kuja katika matumizi yake kwa sababu ilikuwa kwa bei ndogo. Lakini katika hili aliyefaidika mwingine alikuwa ni Uchina, kwa sababu China anapata mafuta kwanza ya mkopo, halafu anapata mafuta ya bei ya chini, sambamba na India ambayo akaanzisha refinery nyingi za kutosha, wakati India alikuwa hana refinery, kwa sababu alikuwa anapata mafuta. Halafu hawa China, India na hawa wengine, eti uniambie hawa wanatamani kuona mzozo wa Urusi na Ukraine umekwisha ili warudi kununua mafuta kwenye bei sahihi, yani uchumi wao uchezeshe digit kidogo. Kwa nini wasifurahie hii vita? Kwa sababu ina faida sana kwao. Wanaendelea kupata nishati ya bei ndogo, wanaendelea kuimarisha uchumi wao, wanaendelea kupata nafasi ambazo wengine wameondoka, kwa sababu baada ya kuondoka kule Urusi, China kaweka makampuni yake ya kutosha. Wazungu walivyoondoka kule ameziba kila gepo. Halafu uniambie kuwa eti China anataka vita ishe, uniambie kuwa India anatamani vita imalizike, halafu Urusi aendelee kuuza kwa sababu baada ya vita kumalizika vitu vyote vitaondolewa. Urusi atapeleka mafuta yake mwenyewe sokoni katika bei ya soko. Nani anafaidika? Ndio hiki kinachotokea hapa Mashariki ya Kati, kutaka kutulazimisha kuwa eti iko hivi. Hivi sasa baada ya hivi mtikisiko uliopo Mashariki ya Kati, tayari wazungu wamegeukia Urusi. Wanataka mafuta, wanataka gesi. Kwa hiyo Urusi hataki kufanya biashara hivi sasa, anataka tu Waarabu ndio wafanye biashara, yani hali imalizike iishe, ili ifanye nini? Imalizike iishe ili wafaidike wengine. Au inakuwaje? Anachochea ili iwe. Kitu kimoja ambacho kiko wazi na nimekizungumza mara nyingi, kuwa taarifa walioitoa Urusi juzi walisema kuwa still hatujaombwa na Irani kusaidia. Sasa Urusi anasaidia Irani ili iweje? Kuwa afaidike zaidi au afanye nini? Au anataka mgogoro ukue zaidi, au anataka, bado sijaelewa. Urusi anamsaidia Irani ili amshinde nani? Amshinde Marekani na nani kinara wa vita? Israeli. Ukitoa Kihebro, Kiarabu, lugha ya tatu ndani ya Israeli ni Kirusi, ni Warusi. Yani Urusi ana maslahi makubwa ndani ya Israeli kuzidi Iran. Nalizungumza kila siku. Urusi
ana uhusiano wa damu na Israeli. Hii vita ni vita ya uwepo wa Israeli. Hii vita ni ya uwepo wa Israeli, sio vita nyingine, sijui ya nini, ya nyuklia, sijui Marekani, sijui kuna tishio, zote ni hekaya. Vita hii ni ya uwepo wa taifa la Israeli ambalo ndani yake Wazayuni limejaa Wayahudi ambao kiasili ni Ulaya Mashariki. Yani Urusi. Nimeshawaambia kuna wakati itafika, yani kuna wakati katika hii dunia, iwe tuko hai au hatupo hai, itafika hakutakuwa na uhusiano kati ya Marekani na Israeli. Hautokuwepo, kwa sababu uhusiano wa Marekani na Israeli umekonektiwa na siasa na maslahi. Yani umekonektiwa na siasa tu, kisiasa, kwa sababu ile tu Israeli kumiliki wanasiasa wa Marekani, kuwapiga ile lobbying, ndio kinachofanya Marekani aitazame Israeli kwa jicho hili. Lakini uhusiano wa Israeli na Urusi hautokwisha milele, kwa sababu ni uhusiano wa asili wa damu. Wakati inaanzishwa Israeli, Marekani hakuiunga mkono. Nenda kaangalia. Marekani kaja kuanzisha uhusiano na Israeli mpaka miaka ya 70 walikuwa na ugomvi mkubwa, mpaka Kennedy kuuawa na nani, yote ulikuwa ugomvi mkubwa. Marekani alikuwa akiunga mkono Israeli walikuwa ni Irani, walikuwa Soviet, lakini sio Marekani. Marekani hakuwa kabisa kwenye hili. Marekani amekuja kujiunga baadaye. Kwa hiyo kuna siku itakuja kufika Israeli haitokuwa na uhusiano na Marekani, kwa sababu uhusiano wa kisiasa ukikatika, basi kila kitu kimekatika. Lakini uhusiano wa Israeli na Urusi ni uhusiano wa asili wa damu, hautokwisha. Nashukuru nimezungumza nanyi, asanteni. Nitakuja kuzungumza nanyi mara nyingine tena pale taarifa zingine. Leo sijaweka hata update nini kimetokea. Nimekuwa tuna mambo mengi ya kueleza hiki, lakini nilitaka hata nikwambie kwa usiku kulitokea hivi, ikatokea hivi. Nitakuja nizungumze mara nyingine tena. Jamani, nawashukuru sana na asanteni.